Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah tunaendelea na jina la pili katika majina ya Barahatihi. Jina la Barahatihi lilikuwa la kwanza, la pili linaitwa Karir. Karir. Kuna kafu yenye fataha, kuna re yenye kasra, mbele kuna ye yenye sakna, kuna mwisho kuna re. Karir. Kariri maana yake kwa lugha ya Kiarabu akasema wa maanahu, wamesema wa maanahu ya Allah, yani maana yake ni ya Allah. Wa maanahu ya Allahu, na maana yake ni ya Allah. Hili jina ni kubwa sana, kama masheikh wanavyosema katika majina 99 ya Mwenyezi Mungu kuna jina moja tukufu sana, lakini wengine wakasema ni hili jina ya Allah, wengine wakasema ni ya Latifu, wengine wakasema ya Dhal Jalal wal Ikram. Lakini tukichukulia uzito kwamba hili ndio ya Allah, ndio jina kubwa kabisa katika majina makubwa, basi na hata hili Karir limetoholewa kutoka kwenye lugha hiyo ya Kiarabu kupelekwa katika lugha nyingine, lakini lina maana kubwa sana. Hili jina la Karir, faida zake, khawasu zake ni kwamba, kwa mfano mtu ana maradhi, anaumwa maradhi fulani, basi atasoma hili jina katika kichwa cha yule mgonjwa, au atajisomea mwenyewe akijishika sehemu ambayo anaumwa mara 100. Atalisoma kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, maradhi yake yatapoa. Lakini vile vile anaweza akasoma kwenye maji akampa mgonjwa, au akayatumia mwenyewe akiwa kama ni mgonjwa, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu maradhi yake yatapoa inshallah. Hiyo ni faida moja katika faida za jina hili Karir. Lakini faida ya pili katika jina hili Kariri ni kutoibiwa kwenye biashara. Kutokuibiwa kwenye biashara, mtu akaliandika mara 11 alafu akaweka sehemu yake ya biashara, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ule hatokumbwa na uwizi ule wa chuma ulete, uwizi wa kuibiana kimacho ule hautokuwepo katika biashara yake. Kwa hiyo ataweza kuuza na akaiona mali ambayo ameiuza na faida ambayo ameipata kutokana na kuuza kwake. Kwa hiyo linafaa kwenye biashara, lakini kuzuia uwizi katika biashara. Mtu biashara zetu zinaingiwa sana na masuala ya chuma ulete, basi unaliandika hili jina mara 11, lakini katika kulisoma utalisoma mara 41. Pale sehemu ya biashara yako unalisoma mara 41. Ukishalisoma basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hautopatwa na wizi katika hiyo biashara yako. Lakini vile vile faida ya mwisho katika faida zile 3 tulizosema ambazo zipo katika jina hili la Kariri ni kwamba utakapokuwa mtu umempata mtu ana maradhi, aidha ana maradhi ya macho, yani mtu anaumwa macho, basi atachukua maji ya umande au atachukua maji ya Zamzam. Akishachukua maji ya umande au maji ya Zamzam, atalisoma jina la Kariri mara 17. Atalisoma jina la Kariri mara 17 katika hayo maji, au maji ya umande au maji ya Zamzam, atalisoma mara 17 ili jina. Akishalisoma basi yule mtu atadondoshea katika macho yake, yule mgonjwa atadondoshea katika macho yake kama matone yale ya dawa za macho, basi atakuwa anadondoshea tone jicho hili kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kama macho alikuwa na ukungu, basi ataondoka. Kama macho alikuwa anauma, basi hiyo maradhi yataondoka. Lakini kama macho yalikuwa yana uoni hafifu, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu huo ugonjwa utaondoka kupitia hili jina la Kariri, lakini kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake yeye ndio mfanyaji wa kila kitu. Kwa hiyo hili ni jina katika majina matukufu kabisa, ni jina ambalo tunatakiwa tuwe nalo. Baada ya jina la Barahatihi, basi linalofuata katika yale majina 28 ni hili la Kariri inshallah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.